Tangu jana tumekuwa hapa katika semina hizi za kongamano la waimbaji kanda hii ya Mbezi, Kinyerezi mpaka kwenda Kibaha, na tumekuwa na waimbaji wengi na kwaya zote, karibu makanisa maharia yote yalituma kwaya zao hapa. Wamekuwa na furaha ya ajabu wakimwimbia Mungu na kumtukuza. Na katika kipindi chote hiki tumekuwa tukiangalia juu ya kumwimbia Bwana kwa akili, maana neno la Mungu linasema imbeni kwa akili, na tukaona kwamba kwa kweli tunapaswa kuimba kwa akili. Walimu wetu ambao walikuwepo hapa wakitufundisha na kutuelekeza namna ya kufanya, walituambia madhara ya kutokuimba vizuri na faida za kuimba vizuri, na kwamba dunia inatakiwa tuimbe namna gani na sisi watu wa Mungu tunapaswa kuimba kwa namna gani. Na kupitia namna hiyo tumejifunza kwamba kumbe kazi hii inapaswa kufanywa vizuri na ili watu wapate nafasi ya kumtukuza Mungu. Lakini kubwa zaidi ambalo tumejifunza ni kwamba kwa kweli kazi hii wanayoifanya waimbaji ni kazi iliyo bora na kubwa sana. Maana shetani mwenyewe anaing'ang'ania, ana wivu mkubwa sana. Maana ni kazi aliyoifanya akiwa kule mbinguni, na kwa hiyo anapowaona waimbaji wakiimba anatafuta namna yoyote ya kuwaangusha ili wapate kuharibika na wasipate nafasi hiyo ambayo yeye atarithiwa kule mbinguni. Na kwa hiyo wako katika wakati mgumu. Tuwaombee sana waimbaji ili wabaki katika mstari ule ule wa kumtukuza Mungu badala ya kutukuza kitu kingine tofauti. Lakini pamoja na hayo tukajifunza kwamba kuimba kwa sauti kubwa sana, zile za juu zenye high peak, zinaleta madhara kiafya, hata sayansi imeeleza hivyo, na tumewaelekeza waimbaji hawa watafute vitabu ambavyo vinaeleza juu ya habari hizo, namna sauti zao zinaweza kuharibika ili wasije wakaharibu zaidi sauti zao. Lakini zaidi ya hapo tumewafundisha vile kwamba ni vizuri waende wakasome. Sio lazima wasome kwenye vyuo vikubwa na wote wakasome kwa mara moja, lakini wanaweza wakachagua watu wachache kutoka katika kila kanisa mahalia, wakaenda wakasoma, wakajifunza namna ya kuimba muziki, kusoma muziki ule unaotakiwa, kuandika muziki na kuuimba muziki, ili iwe kazi rahisi kwao kurithisha vizazi vinavyokuja huko kwetu. Wito wangu ni kwamba washiriki tuwaunge mkono hawa waimbaji, washiriki tuwaunge mkono waalimu, kanisa liwaunge mkono waalimu, na wanapofanya hivyo wanasaidia kulifanya kanisa lijengeke na liwe na kitu ambacho kitakuwa na urithi siku za baadaye. Mungu awabariki na Mungu awatie nguvu, hasa waimbaji na kizazi hiki na watoto wetu na wajukuu wetu, ili wapate nafasi ya kusimama imara katika kumtetea Bwana, hasa tunapopeleka ujumbe huu wa utume wetu katika kizazi hiki cha mwisho. Tunaweza kusoma kitabu cha Zaburi 47 mstari ule wa 6 na wa 7, unasema hivi: mwimbieni Mungu, naam imbeni, mwimbieni mfalme wetu, naam imbeni, maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa akili. Tunamwimbia Mungu kwa sababu ndiye mfalme. Hatupasi kumwimbia mtu mwingine, hatupasi kuimba tofauti ya hapo. Kuimba kinyume na hapo na kumtukuza Mungu ni kwamba hatujaimba kwa akili. Lakini tukiimba kwa kumtukuza Mungu na kumsifu inavyostahili, tutakuwa tumeimba kwa akili. Bwana awabariki sana.